Captain Ibrahim Traore alijitokeza kama kiongozi mpya wa Burkina Faso baada ya kuchukua madaraka mwaka 2022 kupitia mapinduzi ya kijeshi. Aliingia madarakani akiahidi kusafisha mfumo wa ufisadi uliokita mizizi, kuimarisha usalama wa taifa dhidi ya makundi ya kigaidi yanayohusishwa na Al-Qaeda na IS, pamoja na kurejesha rasilimali za taifa mikononi mwa wananchi wa Burkina Faso. Katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa mara baada ya kuchukua madaraka, Traore aliweka bayana kwamba hatobembeleza mataifa ya kigeni bali atajenga sera za ndani zinazolenga uhuru wa kweli wa taifa hilo masikini lakini lenye utajiri mkubwa wa madini, hasa dhahabu. Moja ya hatua kali zaidi za Traore ilikuwa ni kufukuza vikosi vya Ufaransa vilivyokuwa vikiendesha operesheni za kijeshi chini ya mwamvuli wa kupambana na ugaidi. Mnamo mwaka 2023, serikali ya Traore ilitangaza rasmi kuvunja makubaliano ya kijeshi yaliyokuwa yakiruhusu Ufaransa kuwepo kijeshi ndani ya Burkina Faso. Kwa upande wa Traore, uwepo wa Ufaransa ulikuwa hauna maana tena kwa maslahi ya taifa lake. Ulionekana kama mwendelezo wa koloni mpya uliojificha nyuma ya mapambano dhidi ya ugaidi. Vikosi vya mwisho vya Ufaransa viliondoka mdogo mdogo kwa fedheha, ishara ya kwamba enzi za utegemezi wa nguvu za mataifa ya nje ulikuwa umefika ukingoni. Hatua hizi za kujitegemea zilizua taharuki kubwa katika kambi za mataifa ya Magharibi, hususan Marekani, Ufaransa na washiriki wao wa Ulaya. Katika kikao cha Seneti ya Marekani kilichofanyika baadaye mwaka huo, mkurugenzi wa CIA William J. Burns alieleza kuwa Traore anatumia mapato ya dhahabu kufadhili mamluki wa kigeni na kulinda utawala wake binafsi. Hii ni hatari kwa utulivu wa kikanda na inaleta mashaka kuhusu mahusiano ya kimataifa na makundi yanayopinga nchi ya Marekani. Taarifa hii ilipelekea wachambuzi wengi kuona wazi kuwa Marekani haioni tena uongozi wa Traore kama ni rafiki kwa maslahi ya bara la Afrika. Badala yake waliona uwezekano wa Marekani kujaribu kukwamisha ama kwa vikwazo vya kiuchumi, operesheni za kijasusi au hata kuunga mkono upinzani wa ndani. Katika kipindi kifupi baada ya kuchukua madaraka, Captain Traore alifanya mageuzi muhimu katika sekta ya madini, hasa dhahabu, bidhaa ambayo inachangia zaidi ya 70% ya mapato ya Burkina Faso. Alizuia makampuni ya kigeni kumiliki migodi mikubwa ya dhahabu bila usimamizi wa serikali na kuweka sera mpya zinazowapa wananchi wa kawaida nafasi kubwa ya kumiliki na kunufaika na madini. Aidha, serikali ya Traore ilianzisha mpango wa kulazimisha makampuni ya madini kulipa sehemu ya mapato ya moja kwa moja kwa mfuko wa maendeleo ya taifa. Wachambuzi wengi wa siasa wameeleza kuwa msimamo wa William J. Burns, ambaye ni mkurugenzi wa CIA na mataifa ya Magharibi, hauhusiani na masuala ya usalama kama ilivyodaiwa, bali ni hofu ya kupoteza ushawishi wao barani Afrika. Mfano, Dr. Sekou Touré, mchambuzi wa siasa kutoka chuo kikuu cha Dakar nchini Senegal, alipoulizwa alisema kuwa hili si suala la usalama bali ni suala la udhibiti. William J. Burns anajua fika kuwa dhahabu za Burkina Faso imekuwa silaha ya kiuchumi kwa Traore. Marekani inahofia mfano huu kuenea katika mataifa mengi ya Afrika. Kauli hii ya Dr. Sekou Touré inaungwa mkono na Dr. Aminata Diallo, mtaalamu wa siasa za ukanda wa Sahel kutoka katika chuo kikuu cha Abidjan. Alisema kuwa Marekani mweusi anayeongoza juhudi za kuzuia Afrika huru. Hilo ndio tatizo kubwa. Hii ni sura mpya ya ukoloni wa kijeshi kupitia wa Afrika waliopandikizwa kwenye mifumo ya kibebelu. Captain Traore hakuwepo peke yake katika harakati hizi kwenye ukanda wa Sahel. Alikuwa na viongozi kama Assimi Goïta wa nchi ya Mali, Abdurrahmani Chiani wa Niger. Pia viongozi hao walichukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi na kuonyesha dalili za kujiepusha na ushawishi wa kigeni, hasa kutoka Ufaransa na Marekani. Mataifa haya matatu, Burkina Faso, Mali pamoja na Niger, yalitangaza kuunda muungano wa kiusalama wa pamoja uitwao Alliance of Sahel States, yani ISS, wakiahidi kushirikiana kijeshi, kiuchumi kwa ajili ya kulinda dhidi ya makundi ya kigaidi pamoja na vikwazo vya nchi za nje. Kwa sasa Captain Ibrahim Traore anaonekana kama alama mpya ya mapambano dhidi ya ukoloni mamboleo barani Afrika. Baada ya Traore kuchukua msimamo thabiti wa kuiondoa Burkina Faso kutoka katika minyololo ya ushawishi wa mataifa ya Magharibi, hasa Ufaransa na Marekani, kuna ishara za wazi za mpango wa counter insurgency ambazo upo kwa ajili ya kummaliza Traore. Taarifa za kijasusi zilivuja zikionyesha kuwa mara tu baada ya Traore kufukuza vikosi vya Ufaransa, maafisa wa Marekani waliitisha mkutano wa siri katika nchi jirani za Ghana, Togo pamoja na Ivory Coast, wakijadiliana jinsi ya kurejesha hali ya kawaida ndani ya Burkina Faso. Walitumia mbinu mbalimbali kwa ajili ya Traore, ambazo ni pamoja na kutumia vyombo vya habari vikubwa vya kimataifa
ambavyo vilianza kulipoti habari hasi dhidi ya utawala wa Traore, wakimwelezea kama mtawala wa kijeshi asiye na mwelekeo, lakini pia ni kikwazo kwa demokrasia. Kulikuwa na ripoti za kuchochea kwamba Burkina Faso inakuwa kituo cha mamluki wa Kirusi, madai ambayo serikali ya Traore ilikanusha vikali. Kama ilivyo, Captain Ibrahim Traore alitambua wazi kuwa anawindwa, hivyo aliandaa mikakati ya kujilinda. Miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na kuimarisha usalama wa ndani kwa kuwa na vikosi maalum vya usalama vilivyoanzishwa kusaka na kuzuia shughuli za ujasusi za kigeni. Lakini pia Burkina Faso iliweka ushirikiano mpya wa kijeshi ambao Traore alisaini makubaliano ya ushirikiano wa kiusalama na mataifa yasiyopendelea Magharibi kama Urusi, Irani na Uturuki, pamoja na kuimarisha uhusiano wa nchi kama Mali pamoja na Niger zilizopo kwenye wimbi la kujitenga na mataifa ya Magharibi. Vilevile juhudi ziliongezwa katika mapambano ya kitaaluma na kitaalamu, yaani Burkina Faso ilizindua kampeni kubwa ya kitaifa ya kuhamasisha uzalendo ikiwa na kauli mbiu ya rasilimali zetu, mustakabali wetu, na kuanzisha vyombo vya habari vya kitaifa vinavyotoa habari mbalimbali dhidi ya propaganda ya kimataifa. Katika robo ya mwisho wa mwaka 2024, ripoti kutoka kwa mashirika ya kijasusi ya Afrika ya Magharibi yalibainisha kuwa kulitokea njama ya mapinduzi ya kijeshi dhidi ya Traore. Maafisa kadhaa wa kijeshi waliokutana katika hoteli za kifahari huko mjini Accra pamoja na Abidjan walinaswa wakipanga njama za kumdhoofisha Traore. Hata hivyo, kwa msaada wa kitengo kipya cha kijasusi cha Burkina Faso kilidhibiti jaribio hilo mapema kabla ya kuanza kutekelezwa. Idadi ya maafisa wa ngazi za juu walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Kwa sasa, mvutano baina ya Burkina Faso na mataifa ya Magharibi unaendelea kuongezeka. Baada ya yote hayo, vitisho vimeongezeka na kupelekea Umoja wa Ulaya umetangaza vikwazo dhidi ya maafisa wa serikali ya Traore. Marekani imeweka masharti magumu kwa Burkina Faso kupata misaada ya kiutu kupitia mashirika yake. Hata hivyo, kwa upande wa ndani, Captain Traore ameendelea kuwa shujaa kwa sehemu kubwa ya raia wake, akionekana kama kiongozi wa kizazi kipya cha Afrika kinachopigania uhuru wa kweli na kujitawala bila vikwazo vya kigeni.